Mtazamaji, moto mkali umewaka leo katika mitandao ya kijamii baada ya serikali ya Samia Suluhu kudaiwa kufunga akaunti za mitandaoni ya kijamii zinazomilikiwa na wanaharakati wanaohamasisha maandamano ya tarehe 9 Disemba, akiwemo Maria Sarungi na Mange Kimambi. Sasa hivi wamepoteza akaunti zao za mitandao ya kijamii. Larry Madowo wa CNN sasa ingilia kati haraka na kuchukua hatua hii kali dhidi ya kupotezwa kwa mitandao hiyo ya kijamii ya wanaharakati Mange na Maria Sarungi baada ya mitandao yao ya kijamii kudaiwa kufungwa kwa amri ya serikali. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Moto mkubwa umezuka katika mitandao ya kijamii leo na hasira baada ya serikali ya Samia Suluhu kutuhumiwa kupanga kuzima akaunti za wanaharakati maarufu ambao wamekuwa wakihamasisha maandamano ya tarehe 9 Disemba, akiwemo Maria Sarungi na Mange Kimambi. Akaunti zilizofungwa ni pamoja na Instagram, Facebook pamoja na WhatsApp. Hali hiyo iliongezeka zaidi wakati Larry Madowo wa CNN alipoingilia kati kwa haraka leo, akijaribu kuwasiliana na majukwaa yaliyohusika baada ya madai yaliyoenea kwamba akaunti hizi za mitandaoni zilizimwa chini ya maagizo ya serikali. Ghasia hizo za mtandaoni zimezidisha mivutano ya kisiasa mtandaoni na nje ya mtandao, huku wananchi wakiendelea kubishana ikiwa hatua hizi zinaonyesha ukiukaji wa uhuru wa kidijitali au mtandaoni au utekelezaji wa sheria za usalama za jukwaa na kuepusha machafuko. Mnamo Disemba tarehe 3 siku ya jana mwaka huu 2025, Meta ambayo ni kampuni mama ya Instagram pamoja na WhatsApp na Facebook ilizima rasmi akaunti ya juu ya Instagram ya mwanaharakati wa mitandao ya kijamii Mange Kimambi pamoja na mtandao wa kijamii wa Maria Sarungi. Uamuzi huo ulifikiwa wakati jina la Mange Kimambi limeibuka tena kwa nguvu katika mazungumzo ya kisiasa na kijamii ya Tanzania, huku akihamasisha vijana kuweza kuandamana na kuikosoa vikali serikali ya Samia Suluhu, pia hasa kuhusiana na kesi ya uhujumu uchumi iliyofunguliwa dhidi yake hivi karibuni na serikali. Watanzania wengi waliokuwa wamefuatilia sasisho zake kwa karibu walishtuka sana jana kuona akaunti hiyo yake ya Instagram haipatikani tena, na hivyo kuzua minong'ono na wasiwasi wa haraka kuhusu nia za kisiasa na shinikizo. Chanzo cha ripoti hizi ni Mange Kimambi mwenyewe ambaye aliweza kupakia screenshot ya akaunti yake ikiwa imefungwa rasmi na Instagram, na akaandika hivi: "Bwana Insta amenidisable na hakuna sababu ameweka, hakuna kurudi nyuma, mapambano lazima yaendelee mpaka tushinde." Alisema ya kwamba licha akaunti zake kufungwa mtandaoni hata sita na kuendelea na uhamasishaji wake. Larry Madowo upande wake, kama chanzo nachokitazama kwenye screen yako, aliandika hivi: "I asked Meta why it banned Tanzanian activist Mange Kimambi from Instagram and WhatsApp and restricted Maria Sarungi Seshai's IG account. I didn't hear back. The Tanzanian government silenced local media and is now targeting activists based abroad." Larry Madowo alisema alijaribu kuwapigia simu ama kuwatafuta kampuni ya Meta ambayo inasimamia Instagram na WhatsApp na kuwauliza kama kwa nini wameweza kufunga akaunti za Mange na Maria Sarungi, lakini hawakuweza kumpatia jibu lolote. Hata hivyo, aliendelea Larry Madowo kusema ya kwamba katika chapisho hilo anaishutumu serikali ya Tanzania kwa kujaribu kuwanyamazisha wanahabari pamoja na kuwanyamazisha wanaharakati nchini humo. Haya si matamshi yangu, ni matamshi kama yalivyoandikwa kwa lugha ya Kiingereza na Larry Madowo kama ulivyotazama kwenye screenshot hiyo. Akaunti za Instagram na WhatsApp ambazo sasa zimezimwa za Mange Kimambi na Maria Sarungi, ambazo zilikuwa zimekusanya wafuasi wengi mitandaoni, zilitumika kama jukwaa kuu la maoni ya Mange kuhusu siasa, haki za binadamu, uhamasishaji wa upinzani na harakati za kijamii. Wakati huo huo, mwanaharakati Maria Sarungi naye aliripoti kuwa akaunti yake ya Instagram pia imefutwa kwa madai kuwa hatua hiyo inatokana na maagizo yaliyotolewa na uongozi wa chama tawala cha CCM. Madai yake yalizidisha hasira zaidi, huku wafuasi wakitafsiri kusitishwa kwa shughuli hizo kama majaribio yaliyoratibiwa ya kunyamazisha sauti muhimu. Licha ya shutuma hizi, ripoti nyingi zinazosambaa mtandaoni zinadai kuwa kurasa hizo za Instagram na WhatsApp ziliondolewa kwa kukiuka sera za usalama
jumuiya na za kupinga uchochezi za Instagram. Kulingana na ripoti hizi, akaunti hizo zilikuwa zimeshiriki mara kwa mara maudhui ambayo yanadaiwa kuwa ni pamoja na matamshi ya uchochezi Tanzania, ujumbe ambao unaweza kusababisha machafuko ya umma na maandamano makali, na maelezo yaliyoainishwa kuwa hatari chini ya miongozo ya mfumo. Hili limezua mjadala kuhusu iwapo Meta, kampuni hii ya WhatsApp na Instagram, ilifanya kazi kwa uhuru kulingana na ukiukaji wa sera, au iwapo shinikizo la kisiasa liliathiri uamuzi wa mwisho. Baadaye siku hiyo mabishano yalizidi kuwa muhimu zaidi wakati mwanahabari maarufu wa CNN Larry Madowo alipochukua hatua ya haraka na kujaribu kibinafsi kuwapigia simu wamiliki wa Instagram, WhatsApp na Facebook na kuuliza kwa nini akaunti hizo ziliondolewa bila maelezo halali kama alivyoweka. Kwa mujibu wa Larry Madowo, sasa hakuna simu yake iliyopokelewa kulingana na chapisho lake ambalo nimekusomea awali. Taarifa yake hadharani kuhusu simu ambazo zijarejeshwa imeenea haraka mtandaoni leo, ikitoa tahadhari ya kimataifa na kuibua maswali kuhusu uwajibikaji na mazoea ya mawasiliano ya kampuni ya Meta. Wakati huo huo, kufungiwa kwa akaunti za Mange na Maria Sarungi kulitokea siku chache tu baada ya Mange Kimambi kutoa video iliyosambaa mtandaoni ikidai kuwa serikali ya Tanzania ilikuwa inajiandaa kumrejesha nchini Tanzania kwa ajili ya kufunguliwa mashtaka. Mashtaka anayokabiliwa nayo yanadaiwa kuhusiana na utakatishaji fedha wa shilingi milioni 188 za Tanzania, fedha zinazodaiwa zikupatikana kwa vitisho na bila kibali cha kufanya kazi ya uandishi wa habari. Muda wa kufungwa kwa jukwaa pamoja na shutuma zake umechochea imani miongoni mwa wafuasi kwamba vitendo hivyo vilichochewa kisiasa. Umakini wa kimataifa uliotolewa na ushiriki wa Larry Madowo wa CNN umeongeza safu ya kimataifa kwa suala ambalo tayari limepamba moto. Jaribio lake la kuhoji Meta moja kwa moja limetafsiriwa na wengine kama utetezi wa haki za kidijitali na uandishi wa habari. Wengine wanahoji kuwa uingiliaji kati wa Larry Madowo huenda ukazidisha mivutano isiyo lazima kwa kulifanya jambo la kimataifa ambalo linafaa kushughulikiwa ndani ya nchi. Bila kujali tafsiri, kuhusika kwake kumeongeza uchunguzi kwa serikali na Meta. Hata hivyo, nyuma ya pazia, ukimya wa kampuni hiyo ya Instagram umekuwa kitovu cha kufadhaika kwa umma. Wananchi wanadai ufafanuzi kuhusu iwapo jukwaa lilijiendesha kwa uhuru au lilikuwa likijibu shinikizo la serikali, au pia lilikuwa linatekeleza sheria zake bila maelezo ya kutosha. Kutokuwepo kwa taarifa rasmi kumezidisha tu vita vya simulizi mitandaoni kati ya wanaharakati, wafuasi wa serikali na waangalizi wasioegemea upande wote wanaojaribu kuleta maana ya matukio yanayoendelea. Huku haya yote yakitokea, serikali ya Samia Suluhu bado haijazungumza ama kukataa kwamba wao ndio wamehusika, na vile hawajakubali kama wao ndio wamehusika kwa kupotezwa kwa akaunti hizi za mitandaoni za wanaharakati. Kadiri mabishano hayo yanavyozidi kuenea, maswali yanaendelea kuongezeka kuhusu athari pana katika mazingira ya kidijitali ya Tanzania. Watanzania wengi wanahofia kuwa hii inaweza kuweka historia kwa vikwazo vya siku za usoni kwenye hotuba za mtandaoni, hasa huku mivutano ya kisiasa ikiongezeka. Wengine wana wasiwasi kwamba ukimya wa Meta, kampuni hiyo ya Instagram, unaweza kuruhusu serikali ulimwenguni kote kudhibiti mifumo ya utekelezaji wa jukwaa kwa faida ya kisiasa. Mbali na matatizo ya ndani, kesi hiyo sasa inavutia mashirika ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari yanayofuatilia mienendo ya udhibiti wa kidijitali. Baadhi ya makundi tayari yameanza kukusanya takwimu za tukio hili na kupendekeza kwa Tanzania hivi karibuni inaweza kuchunguzwa na nje ya nchi kuhusiana na jinsi inavyotendea wapinzani mtandaoni na wanaharakati. Hii inaongeza dau kwa serikali na kampuni ya Meta ya Instagram juu ya jinsi hali hiyo inavyoshughulikiwa kusonga mbele. Ni hayo tu mtazamaji, ni juze maoni yako kuhusu kufungwa kwa akaunti hizi za mitandao ya kijamii. Vile like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.